Bwana Yesu asifiwe sana. Nitumie nafasi hii kukusalimia katika jina zuri la Bwana wetu Yesu Kristo linalopita majina yote. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema ambayo ametupa tena kukutana mahali hapa na kusalimiana. Lakini awali ya yote ni kushukuru sana mpenzi mtazamaji wa media yetu hii bora NYTV, kituo chako kizuri ambacho kimekuwa kikukuletea matangazo mbalimbali, neno la Mungu, shuhuda na vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikijenga maisha yako kiroho pamoja na kimwili. Tunawashukuru sana wote ambao mmetufuatilia. Wabariki sana, tumepokea shuhuda nyingi sana. Asanteni sana. Wewe ambaye ulipiga simu sikufanikiwa kupokea, pole sana, lakini nimekuwa na maombi ya jumla. Bila shaka na wewe nimekutaja kabisa mbele za Bwana na Bwana amekuhudumia. Asante sana. Nitumie nafasi hii sasa kukukaribisha tena. Tumewasha moto ambao hautazimika kwenye madhabahu. Lengo ni Bwana Yesu aendelee kuyahudumia maisha yako kwenye viwango vikubwa sana mpaka thamani yako ionekane kiuhalisia. Tunapotoka mahali hapa ni kukaribishe tena. Tunaelekea Kahama katika kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God Calvary Temple lililoko Kahama mjini. Center kabisa kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Raymond Msengi, ni mchungaji kiongozi. Karibuni sana wakazi wote wa Kahama, Mwanza na maeneo yote ambayo yako karibu. Kuna watu mliniambia tukifika hapo tuwape taarifa. Karibuni sana, atukuzwe Mungu. Tutakuwa live kupitia chombo hiki kizuri cha kukuletea habari. Niseme ni madhabahu itakayo kufikia popote ulipo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana sana sana. Ninaamini Bwana atatuhudumia kwenye viwango vingine tena zaidi, maana yeye Mungu hutupandisha utukufu hadi utukufu. Mungu awabariki sana. Wewe unayeomba, endelea kuomba kwa ajili ya huduma hii. Tunatamani lile kusudi ambalo Bwana amelikusudia basi litimie na kuleta matokeo chanya, ikiwa ni kukuhudumia kiroho na kimwili kupitia jina zuri la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Usiache kuja. Walete wenye shida na mateso na matatizo mbalimbali, wataombewa kupitia jina la Yesu Kristo na Bwana atawafungua. Ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, Yesu ametoa mwaliko, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Anasema nami nitawapumzisha. Kwa hiyo karibu sana uhudumiwe na Bwana. Nikuongezea andiko hili. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 36 anasema mwana akiwaweka huru mnakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo karibu sana, tuje tujifunze kwa pamoja. Mimi na wewe tutahudumiwa na Bwana Yesu kupitia nguvu nyingi na mafuriko ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki, nikutakie kila la heri, usiache kuomba. Asante sana.
tunasikia lakini hatuelewi. Shetani kakamata ufahamu wa watu, kabadilisha mazuri kuwa mabaya. Tunatazama lakini hatuoni, tunasikia lakini hatuelewi. Shetani kakamata ufahamu wa watu, kabadilisha mazuri kuwa mabaya. Tuitafuteje sasa amani, maana masikio yetu yameziba? 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 Tunatazama lakini hatuoni, tunasikia lakini hatuelewi. Shetani kakamata ufahamu wa watu, kabadilisha mazuri kuwa mabaya. Tunatazama lakini hatuoni, tunasikia lakini hatuelewi. Shetani kakamata ufahamu wa watu, kabadilisha mazuri